John D. Rockefeller alikuwa mtu tajiri zaidi nchini Marekani na alikuwa kati ya matajiri wakubwa duniani. Akiwa na umri wa miaka 25, alikuwa anamiliki moja ya viwanda vikubwa vya kuchakata na kusafisha mafuta ghafi nchini Marekani. Akiwa na miaka 31, alikuwa anamiliki kiwanda kikubwa duniani cha kuchakata na kusafisha mafuta ghafi. Akiwa na miaka 38, alikuwa anamiliki 90% ya mafuta yote yaliyokuwa yanasafishwa nchini Marekani. Akiwa na miaka 50, alikuwa mtu tajiri zaidi nchini Marekani. Kama kijana mdogo, kila uamuzi wake, tabia na uhusiano wake ulielekezwa kwenye kumjengea nguvu na utajiri. Aidha, alipofika umri wa miaka 53, aliugua. Mwili wake wote ulijaa maumivu na alipoteza nywele zake zote. Kwa uchungu mkubwa, bilionea ambaye angeliweza kununua chochote alichokitaka, tumbo lake liliweza kumeng'enya supu na biskuti pekee. Mshirika wake wa karibu aliandika, hakuweza kulala, hakutabasamu na hakuna jambo lililokuwa na maana kwenye maisha yake. Madaktari wake binafsi waliokuwa na elimu na uwezo wa juu sana walitabiri kuwa atakufa ndani ya mwaka. Wakati alipokuwa akikaribia kifo, aliamka asubuhi moja akiwa na wazo ambalo haijulikani alilitoa wapi, kuwa angeliweza kwenda na ukwasi wake kwenye ulimwengu ujao. Mtu ambaye alitawala ulimwengu wa biashara ghafla alitambua kuwa hakuwa na utawala wa maisha yake. Akabakia na uchaguzi mmoja tu. Hivyo akaita na sheria yake, wahasibu na mameneja yake na kuwatangazia kuwa alitaka kuelekeza mali zake kwa mahospitali, kufanya tafiti na kazi za kusaidia jamii. John Rockefeller akaanzisha shirika lake la misaada. Mwelekeo huu mpya hatimaye ulipelekea kugunduliwa kwa penicillin, antibiotic ya kwanza kabisa, tiba za malaria, kifua kikuu na donda koo. Hadi leo hii Rockefeller Foundation ipo na inaendelea kutoa misaada. Lakini labda sehemu inayofurahisha zaidi kwenye simulizi ya maisha ya Rockefeller ni kuwa punde tu alipoanza kutoa sehemu ya utajiri wake kusaidia, mwili wake ulianza kubadilika na kupata uponaji mkubwa. Alitabiriwa kufa akiwa na miaka 53, lakini aliishi hadi kufikia miaka 98. Rockefeller aligundua nguvu ya kuwa mwenye shukrani na kusaidia jamii kwa kutoa sehemu kubwa ya utajiri wake. Kitendo hiki hakikumponesha pekee, bali kilimkamilisha. Furaha na faraja aliyopata kwa kuwapa wengine baraka zake ndivyo iliyomponesha. Baadaye kwenye maisha yake aliandika kwenye shajara yake diary, Mungu alinifundisha kuwa kila kitu kilikuwa mali yake na kuwa mimi nilikuwa njia tu ya kuyatimiza mapenzi yake. Maisha yangu yamekuwa marefu yenye furaha, yaliyojaa kazi na michezo. Sikuishikilia hofu na Mungu alikuwa mwema kwangu kila siku. Kwa nukuu ya Kiingereza aliandika, God taught me that everything belongs to him and I am merely a channel to fulfill his wishes. My life has been a long happy journey full of work and play. I let go of worry and God was good to me every day. Mwisho wa nukuu. Tupigie makofi basi.